leo Bwana. Baba yangu wenye kumsaidia Mungu, endelea kumjaza nguvu na ujasiri juu yangu na msaada. Baba yangu endelea kuongezea nguvu katika maisha yako. Endelea kufungua na sisi tutakapokusikia neno lako. Wenye kutufungua masikio ya roho ya mwili tupate kusikia yaliyo yako kutoka kwako. Asiongeze wala asipunguze. Acha Mungu anene kadiri utakapomuongoza peke yako. Baba yangu endelea kutufungua masikio na ya roho wako. Endelea kutuepusha na hewa zote za ule mwovu shetani. Tunaenda kukataa na kuzilaani kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Hata Yesu atakapokuyanena na kuyaongea, Mungu endelea kuwa pamoja naye Bwana, kwanza mwanzo mpaka mwisho. Kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba hivyo na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let your river flow. Let it flow. Let your river flow. When I'm done with you, when I'm lost, oh Lord, let it flow. Let your river flow. Let it flow. Yesu asifiwe. Amen. Asante Bwana, bariki ukali. Haleluya. Amen. Ni muda mzuri wa kwenda kutafakari na kuzungumuza au kuchangiza pamoja maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen yako itafanya Holy Spirit kuwa na sisi hapa. Na utakuwa na ameni yako itamfanya Roho Spirit, Roho Mtakatifu, Holy Spirit kukimbia mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Tunataka Roho Mtakatifu abaki au Roho Mtakatifu atoweke? Tunataka Roho wa Bwana atoweke au Roho wa Bwana abaki mahali hapa? Kwa maana ameni yako itamfanya Roho wa Bwana kutoweka. Bwana Yesu aturumie. Bwana Yesu aturumie. Roho wa Bwana yuko mahali hapa na hataki kutoka, nataka kubaki na sisi hadi mwisho wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anataka ameni yako tu ili mrudishie yeye utukufu. Yesu anataka ameni yako ili utukufu mrudie yeye tu. Haleluya. Amen. Basi tunakwenda kusikia neno.
Wiki iliyopita tumejifunza neno linasema nini? Wiki iliyopita ilikuwa ni ibada ya ujana. Tusikia neno kutoka kwa kiongozi wa ujana, neno nasemaje? Dorcas. Tupige makofi ya shangwe na vigelegele kwa Dorcas. Tusiwe waoga au tusiwe na uoga. Haleluya. Ndio neno ambayo ametufunza kiongozi wa ujana. Haleluya. Amen. Mkristo hapaswi kuwa na uoga. Mkristo ambaye kwa mtu ambaye anasimama imara, hata zoruba zipige huko na huko, yeye anasimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijaingia kabisa kilindini kwa neno, nachukua nafasi ya kumshukuru Mungu kwa kuwa Mungu amenitendea mengi sana ambayo siwezi nikazungumza na kuyaeleza. Wiki mbili zote ambazo tuko nazo saa hizi ilikuwa katika vita vikali sana. Vita vikali sana sana sana. Na mpaka vimenatia hata na hali ya kugonjwa. Sababu nilikuwa nikipambana vita vigumu sana. Na kila nikienda kwa GP wananiambia hakuna kitu. Lakini nimegundua ni vita ambayo nilikuwa nikipigana kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Amen. Tunaona nyumba ya Bwana. Ni kama tumesahau maharagi nyumbani jikoni. Haleluya. Amen. Yesu amenipigania vita vikali ambao peke yangu nisingeweza. Nimeenda napita kwa vipimo, wanasema there's nothing. But I'm still feeling that mwili wangu ni kama siko na nguvu. Hata kazini nikinyangua kitu na nataka kufall down. Sababu niko katika vita vikali. Haleluya. Lakini shetani amekwenda kushindwa kwenye ulimwengu wa roho. Maana kila nikipigana vita nakuwa mshindi, sijashindwa. Haleluya. Mungu ananifanya kuwa mshindi. Na ndio maana na ujasiri. Ndio maana nimesema walipomuua Yesu wamezani wameshinda, kumbe wameshindwa. Walipokuja kupambana vita wamezani kuja kushinda, lakini wametoka wameshindwa. Walikuja katika njia moja na Yesu amewasambaza katika njia 7. Haleluya. Amen. Sina uoga wala mashaka. Nina imani kwamba mission ya Mungu mpaka ikamilike na kutimia. Maana Mungu amenituma kwa mission. Lazima mission yake ikamilike. Hata kazini nimekwenda nikawaambia sitaki kufanya kazi ya nguvu sana, maana nalisikia sina nguvu katika mwili wangu. Lakini nimelitaka kwenda kazi, maana naambia wote nyumbani, naambia hapana, nitafanya kazi. Lakini nitafanya kazi, mnielewe hali niko nafanya kazi ya upole pole. Maana nalisikia mwili wangu hauna nguvu. Lakini niko nashangaa kitu kimoja. Nalisikia nikitoka kwa huduma, niko nyumbani nguvu mwili hamna. Nikifika kwa huduma nasikia na nguvu ambazo sio za kawaida. Haleluya. Amen. Nikipoka ni huduma ya kazi ya Mungu, nasikia nguvu ndani mwangu zimekuja ambazo sio za kawaida. Lakini kitoka nilikuwa katika kazi ya mikono huko, nasikia kama vile mwili hauna nguvu. Naamini kwamba ni nguvu za giza na niko napigana vita na hizo nguvu. Sababu sichoki. Magoti yangu yako kanapiga kila siku chini kumwambia Bwana. Maana naamini kwamba falme za giza zinazunguka lakini hazitoweza. Na saa hizi tunakwenda kubomoa. Maana Yesu yuko kwenye mission. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi twende kwa neno. Utukufu mrudie Bwana kwa kazi kubwa anayofanya kwa ajili ya maisha yangu ya kiroho na hata pia ya kimwili. Tunakwenda kusikia neno la leo. Leo tunajifunza neno nasema ziki kuu. Great tribulation. Tutajifunza leo ziki kuu.
Shetani anakuwa mwivu sana wakati watu wanaingia kuongea mambo ya nyakati za mwisho. Shetani huwa kwenye yupo, anakuwa hana furaha, anajua kombora zimeshuka, na leo kombora zimeshuka kwenye ulimwengu wa roho, ni lazima ataachilia. Haleluya, amen. Dhiki kuu. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho ni silaha kubwa sana ya kumpomoa shetani. Ni kitabu ambacho shetani hapendaki katika maisha yake, sababu unakuwa nguvu fulani za kuvunja ufalme wake. Tunasoma Ufunuo 13, Ufunuo 13 mstari wa kwanza hadi 18. Revelation chapter 13 verse 1 to 18. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hii ambayo niko nafanya ni kuandaa watu katika nyakati za mwisho. Ni kuandaa taifa la Bwana wawe ready katika nyakati za mwisho ambazo zinakuja. Kama utakuwa hujui haya, itakuwa vigumu wewe kustahimili na kuweza kumshinda shetani. Haleluya, amen. Lakini ukiwa unajua siri hizi za nyakati za mwisho, au yakitokea utasema pastor alishatuambia hii, na unakuwa ready kuweza kushindana na hiyo. Bwana Yesu asifiwe, amen. Lakini kama sijawaambia na wafika siri, ninawaangamiza. Na sitaki muangamie. Nataka siku moja wewe na mimi tuwe paradiso. Bwana Yesu asifiwe, amen. Hata siku moja wewe na mimi tumulaki Yesu Kristo mawinguni. Hata siku moja wewe na mimi tuwe bibi harusi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tunasoma 13:1 hadi 18. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Kisha nikaona mnyama mmoja akitoka baharini. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na kila pembe lilikuwa na taji. Jina la kashfa lilikuwa limeandikwa juu ya kichwa hicho au vichwa hivyo. Mnyama huyo niliyemwona alikuwa kama chui, miguu yake kama ya dubu, na kichwa chake kama cha simba. Lile joka likampa huyo mnyama nguvu yake, kiti chake cha enzi cha uwezo mkuu. Kichwa kimojawapo cha huyo mnyama kilionekana kama kilichokwisha jeruhiwa vibaya sana, lakini jeraha hiyo ilikuwa imepona. Dunia nzima ilishangazwa na huyo mnyama na kumfuata. Dunia nzima imeshangazwa na huyo mnyama na wakamfuata huyo mnyama. Watu wengi dunia hii wanakuwa wanamuona mnyama, wanaona manabii wa uongo, ma false prophets, wanawajua, wanaona na false prophets ni wale wa mnyama wa shetani, lakini wanakuwa wanafuata. Tutasikia huko mbele. Haleluya, amen. Watu wote wakaliabudu lile joka kwa sababu lilimpa huyo mnyama uwezo wake. Wakamwabudu pia huyo mnyama wakisema, nani aliye kama huyu mnyama? Ni nani awezaye kupigana naye? Watu walikuwa wakiabudu yule mnyama sababu ya uwezo ambao mnyama alikuwa nao wa kudanganya ulimwengu. Alafu wanasema
nani awezaye kupigana na huyo? Jibu ni kwamba pale kuna swali, nani awezaye kupigana na huyo? Jibu ni kwamba Yesu Kristo anaweza kupigana naye. Haleluya. Amen. Kunakuja swali ya pili. Nani aliye kama huyo mnyama? Katika ulimwengu wa roho hakuna mtu wetu ambaye ni Mkristo anafanana na huyo mnyama. Hakuna. Maana mnyama ni mfano wa Shetani. Huyo mnyama ni mfano wa mpinga Kristo. Lakini sisi hatuko wapinga Kristo. Sisi tuko watu wa Kristo ambao tunatetea jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakatae ulimwengu, wapende ulimwengu, tutalitangaza jina la Yesu wetu wa kweli. Wakatae mataifa, wakatae dunia nzima, Elijah nitasimama kutangaza jina la Yesu Kristo wa kweli. Nitawaambia watu kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mimi sifanana na yule mnyama. Nafanana na Yesu Kristo. Haleluya. Mstari wa 5. Kisha huyo mnyama akaruhusiwa kusema maneno ya kujigamba na kumkufuru Mungu. Akaruhusiwa na mamlaka kwa muda ya miezi 42. Miezi 42 ni miezi 42 ambapo ameruhusiwa mnyama kufanya kazi wakati wa nyakati za mwisho. Haleluya. Amen. Basi akaanza kumtukana Mungu, kulitukana jina lake, makao yake na wote wakaao mbinguni. Ole. Aliruhusiwa kuwapiga vita na kuwashinda watu wa Mungu. Alipewa mamlaka juu ya watu wa kila kabila, ukoo, lugha, taifa. Wote waishio duniani watamwabudu, isipokuwa tu wale ambao majina yao yameandikwa tangu mwanzo wa ulimwengu katika kitabu cha uhai cha mwana kondoo aliyechinjwa. Haleluya. Amen. Taifa lote, ulimwengu mzima utamwabudu huyo joka kuu, isipokuwa tu wale ambao majina yao yamekwenda kuandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kama jina lako alipo pale, jitahidi piga mwendo sana ili jina lako liandikwe pale. Ni hao tu watapona siku ile ziki kuu. Usisahau kujifunza ziki kuu. Utakwenda kupona tu ikiwa umepiga mwendo vizuri, ukamaliza safari yako katika ulimwengu vizuri, na jina lako Yesu akaliandika kwenye kile kitabu cha uzima wa milele, sio kwenye vile vitabu vya hukumu. Haleluya. Amen. Kaza mwendo baba, kaza mwendo mama, kaza mwendo kaka na dada, kaza mwendo watoto wetu, ili jina zetu ziandikwe kwenye vile vitabu au kwenye kile kitabu cha uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliye na masikio na asikie. Mungu wetu anatuonya sasa. Aliye na masikio na asikie, maana ziki kuu inakuja. Ziki kuu, taabu inakuja. Kiswahili kingine, ziki ni taabu. Dhiki ni taabu. Taabu inakuja, dhiki kuu inakuja. Sasa aliye na masikio na asikie. Aliyepangiwa kuchukuliwa mateka lazima atatekwa.
wa kuuawa kwa upanga atauawa kwa upanga. Hivyo watu wa Mungu na wawe na uvumilivu na imani. Watu wa Mungu wawe na uvumilivu na imani. Sio imani ya kutikisika, sio imani ambapo pakitokea shida kidogo tu wewe wa kwanza kumwacha Yesu. Mungu anataka tuwe na imani ile kwa dhabiti, ili kana kwamba majina yetu yaandikwe kwenye kile kitabu cha uhai. Haleluya, amen. Kisha nikamwona mnyama mwingine anatoka ardhini, alikuwa na pembe mbili kama pembe za kondoo, na aliongea kama joka. Alikuwa na mamlaka kamili kutoka kwa yule mnyama wa kwanza, na akautumia uwezo huo mbele ya huyo mnyama. Akalazimisha dunia yote na watu wote, dunia yote na watu waliomo humo kumwabudu huyo mnyama wa kwanza ambaye alikuwa na jeraha ya kifo iliyokuwa imempata. Basi huyo mnyama wa pili akafanya miujiza mikubwa, hata kusababisha moto kutoka mbinguni ushuke duniani mbele ya watu. Huyo mnyama alipewa mamlaka ya kufanya miujiza. Ndiyo ambayo tunaona siku ya leo Freemasons, wafumu wa roho na wachawi, wamepewa mamlaka na joka kuu ya kufanya miujiza ambayo haikamiliki, wakitoa maunabii za uongo ambazo hazikamiliki, wakiprofesai vitu ambavyo havikamiliki. Ukienda kwa mfumu leo, yatakuambia ni kutunganisha wewe na ndugu yako na baba yako. Hata kuambia vya kweli, maana yeye ni ulimwengu wa giza. Mtu ambaye anaona vya kweli ni yule ambaye anaongozwa Roho Mtakatifu wa kweli. Lakini wao wanaongozwa na roho wa shetani. Kwa shetani anawatumia tu kama spika, kama vyombo vyake kuambia watu uongo na kutenganisha taifa la Bwana. Bwana Yesu atuhurumie. Alipewa uwezo wa kufanya hayo miujiza. Mpaka kafikia anafanya muujiza, moto unatoka mbinguni na shuka. Kama jinsi Mungu alifanya muujiza wakati wa Elia mbele ya manabii wa Baali. Elia alipoomba, moto umetoka mbinguni na ukashuka, na huyo mnyama atapewa uwezo huo siku hizo za ziki kuu. Ilingana kwamba watu wajue ni kweli Mungu wa kweli, kupotosha ulimwengu. Lakini ikiwa unajua siri, au utatikisika na hiyo miujiza ya huyo mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaendelea. Aliwaambia wakazi wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga, lakini akiishi tena. Kisha alijaliwa kuipulizia uhai hiyo sanamu ya yule mnyama wa kwanza, hata akaweza kuongea na kuwaua watu wote ambao hawakuiabudu sanamu. Alilazimisha wote, wadogo na wakubwa, matajiri na maskini, watu huru na watumwa, watiwe alama juu ya mikono yao ya kulia
au juu ya paji la nyuso zao. Haleluya. Siku hiyo ya mwisho, siku ya dhiki kuu, patateuliwa na sanamu. Mungu atampatia huyo mnyama au huyo joka kuu uwezo wa kufanya miujiza, na pia atampatia chance ya kuweza kutia pumzi ndani ya sanamu. Hii sanamu iongee. Je, leo sanamu anaongeaga? Leo masanamu zinaongea. Lakini siku hiyo Mungu atawapatia uwezo. Kwa sababu Mungu ana uwezo. Atapatia uwezo wa kuweza kufanya nini? Kutesa ulimwengu kwa muda mchache, muda wa miezi 42. Atapatia uwezo wa kufanya hivyo vitu. Na mpaka atatia pumzi ndani ya sanamu ianze kuongea. Na hiyo sanamu itawaua wale wote ambao wataiabudu hiyo sanamu. Na baadaye haitaishia kuua, itakwenda kutia chapa ambao ni 666 kwenye mikono ya kulia na kwenye uso za watu. Itakwenda hapo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akapiga marufuku mtu yeyote kununua au kuuza kitu isipokuwa tu mtu aliyetiwa alama hiyo, yaani jina ya yule mnyama au tarakimu ya jina hilo. Mwisho 18. Hapo panatakiwa hekima. Mwenye akili anaweza kufafanua maana ya tarakimu ya mnyama huyo. Maana ni tarakimu yenye maana ya mtu fulani. Tarakimu hiyo ni 666. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mtu mwingine asome Danieli. Danieli 12:1. Kama tuko tayari tujambo, tutasomea nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danieli 12 mstari wa kwanza. Nimepata huko. Tapata Daniel. Nani yuko tayari asome? Karibu. Tunasoma Daniel 12 mstari wa kwanza. Wakati huo Mikaeli atasimama jemadari mkuu. Wakati huo Mikaeli jemadari mkuu atasimama. Asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Wakati huo atakuwa amesimama upande wa wana wa Mungu, na itakuwa ni wakati wa taabu. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Amen. Amen. Hiyo taabu ambayo itakuwa siku hiyo ya dhiki kuu haijawahi kuonekana tangu mwanadamu aliumbwa. Na mwenye atapona tu kwa taabu hiyo atakuwa yule ambaye jina lake limeandikwa kwenye kitabu cha uhai. Haleluya. Amen. Tutajifunza vitu vitatu hapo. Tutajifunza vitu vitatu. Kitu cha kwanza, namna gani watu watakwenda kuishi
katika siku hiyo, nyakati za mwisho. Namna gani watu watakwenda kuishi wakati wa kipindi hicho cha namba 666? Watu watakwenda kuishi namna gani? Biblia inatuambia hapa mwiki kitabu cha Ufunuo 13. Imesema kwamba itakuwa kipindi kigumu ambacho kununua chakula mpaka uwe na chapa ya 666. Na mpaka leo tunaongea hapa saa hizi chapa hii tunafanya kazi katika ulimwengu. Tunavyoongea leo chapa ya 666 imeshafanya kazi katika ulimwengu huu. Lakini bado tutafikia. Bado ishafanya kazi lakini tutafikia. Siku ile sikukuu haijafika, lakini bado kazi imeshafanya namba 666. Mfano, kuna watu mpaka sasa hivi tunaongea hapa kwenye uso zao saa hizi kumeshakuwa namba. Akienda kwa shop kuemea, aombi tena kuwa na kadi ya benki. Akifika tu baada ya kuchukua vile anataka, anafika pale tu kuna kuwa mashine ambayo ina detect, ina connect na yeye tayari analipa pesa kutokea kwa uso wake. Bwana Yesu atuhurumie. Na Biblia inasema siku hiyo yule ambaye atakuwa hana chapa hiyo hana ruhusa ya kuingia kwa shopo kununua chakula. Siku hiyo wakati wa sikukuu, yule yeyote ambaye hana chapa ya 666 hana ruhusa ya kwenda hata kuuza kitu. Aseme niko na shopu yangu niuzishe. Kama una chapa hautauzisha. Leo watu wengi katika ulimwengu huu wanakuwa na mashopu ambazo zinakuwa na chapa ya 666. Kwenye ulimwengu huu hauwezi ukaona, lakini kwenye macho ya kiroho utaona namba 666 kwenye mashopu duniani leo. Nilikuwa siku moja Browns Plan. Hallelujah. Amen. Nikipita nikasikia tu kama vile smako inanibana pap. Nikaangalia juu nikaona esinya ya mnyama. Esinya Freemason kwenye nyumba salon tu. Ni just salon. Sehemu ya kutengeneza nywele. Ili kwamba apate wateja wengi, ametumia ile namba 66 anaweka kwa mlango wake kwa kuvuta watu. Hakutia namba 666 lakini ametia sign ya Freemason. Watu wa ulimwengu wengi labda waone pale kwa macho ya kibinadamu, lakini Mungu amenipea neema nikaona. Nilikuwa na mtu mwingine wa pili, nikamwambia unaona ile sign pale? Sasa mimi sione. Haleluya. Huyo mtu nikimtaja jina akamjua kisa mtaja jina. Tulikuwa na yeye siku ambayo baba alikuja mara yake ya kwanza hapa Australia. Mara ya kwanza kuwa hapa Australia. Ninakwenda kwa shop na huyo mtu kutafuta olive oil ili kuombea watu. Tuko wawili. Tunapita kwa shop, tunaenda, nikasikia kama nabana tu sehemu nikasimama. Nikapiga macho, nikaona alama ya Freemasons. Nikamwambia mwenzangu, unaona hiyo alama pale kwa hiyo mlango? Asema mimi sione. Kaambia Mungu akutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua wakati mwingine Mungu anakuwa anatumia nguvu zingine ili kana kwamba akufungue macho ya kiroho upate kuona. Saa hizi katika ulimwengu huu namba 666 inafanya kazi. Leo mbele tuliingia hapa ilikuwa ni system ya kuona bank card. Unaingia unapata pesa zako, si ndio? Lakini leo bank card kwa simu. Technology iko inaendelea katika ulimwengu wa giza. Kupeleka watu katika ile namba 666. Bwana Yesu atuhurumie. Technology iko inaendelea panuka siku baada ya siku. Kupeleka watu wasiojua Yesu Kristo kwenye katika namba ya 666. Ili kana kwamba ikifikia siku hiyo ya ziki kuu uko tayari uko mwanamemba wa ile namba. Bwana Yesu atuhurumie.
Ndio maana Yesu yuko anatuma message. Ndio maana Bwana ameandaa watu kuambia watu habari za siku za mwisho, ili watu waanze kuepukana yale mambo. Kuna watu wengine namba saa hizi iko katika mkono wao, anafika tu kwa shop, anagusa tu mashini, amelipa pesa, namba iko kwa mwili, kwa damu. Can you imagine? Namba imeingizwa kwa damu. Damu yako ambao ni uhai wako wewe mwanadamu. Damu ndio uhai wako wewe mwanadamu. Lakini shetani ametumia Freemasons, shetani ametumia joka kuu kutia namba hiyo ndani ya mwili wako kwa damu yako. Iwe natembea na wewe katika damu. Hautaki na kuwa na business na bank card. Account yote, benki yote iko mwili wako kwa damu yako. Ziliingiaje pesa ndani ya mwili wako kwa damu yako? Hiyo ni swali. Franga zote ziko ndani ya damu yako. Zimeingiaje damu yako je? Damu kweli iko na capacity kubwa ya kutunga milioni 10. Lakini ndani yako mna zaidi ya 100,000 iko ndani ya mwili wako. Ndani ya damu. Unafika tu na touch, unalipa pesa, unatoka unaenda. Fikiria. Ni uwezo gani wa shetani ambao unafanya kazi mpaka 100,000 iwe ndani ya damu yako? Ni uwezo gani? Namba 666 inafanya kazi katika ulimwengu tunapoongea na wewe leo. Sio tu sehemu zimoja, lakini ulimwengu mzima saa hizi tayari huyo mnyama ameweza kufanya kazi. Lakini bado hatujafikia siku ya ile mateso. Leo unataka kuemea leo kwa shop au na shida. Si ungana leo. Leo tunafanya shopping na kazi yako bila wasiwasi, ndio. Lakini siku hiyo sasa sikukuu ni lazima mpaka uwe na chapa ndio uingie hapo. Biblia inasema chakula, ile mavi ya ndege itakuwa na thamani kubwa sana. Ili tu upate ile mavi ya ndege ukule tu. Mavi ya ndege. I repeat again. Mavi ya ndege. Ambao leo tunaona hapo ni kinyesi. Ukiangalia unasema tutapike. Lakini siku hiyo sikukuu itakuwa chakula bora katika maisha yako. Kama hautakuwa jina lako limeandikwa mkitabu cha uzima. Watu watapitia mateso mengi sana siku ya nyakati za mwisho, kipindi cha namba 666. Kutakuwa mateso makubwa sana ambapo watu watathamini hata mavi ya ndege inakuwa chakula. Na hiyo mavi ya ndege kuipata mpaka uwe na chapa. Yesu anataka kututayarisha. Tujiandae. Tujue kwamba ziki kuu inakuja. Mateso, taabu ya ulimwengu inakuja. Na huyu shetani atapewa uwezo wa kufanya kila kitu kwa wakati huo Mungu atampea. Lakini kama wewe Mkristo utatambua siri hii, utakuwa mwepesi kujua huyu ni wakati wa shetani na huyu ni wakati wa Mungu. Maana kutakuwa vita. Shetani atafungwa kwanza. Baada ya kufungwa miaka 1000, tena atamfungua na muacha dunia. Ndio na kipindi hichi sasa. Takuwatesa wana wa Mungu. Wale wasiokuwa wana wa Mungu wakamilifu. Wale ambao majina yao haiandikwi kwenye kitabu cha uzima wa milele. Watapata mateso. Na wengine walio wana wa Mungu ambao watakataa kuabudu huyo mnyama. Ndio pale tunasemaga tutaokolewa kwa neema. Ndio kipindi cha neema tafika sasa. Haleluya. Hiyo ndio kipindi cha neema sasa itafika. Kuokolewa kwa neema. Sio kila mtu atapata kibali cha kuweza kuokolewa kwa neema. Muda wako wa neema wewe ni huu ambao unasikia neno la Bwana. Kubali kuokoka, kubali kumrejea Yesu, kubali kuacha dhambi zako, kubali kumtumikia Bwana katika hali na mali. Toa nguvu zako zote kwa ajili ya Yesu Kristo. Muda wako wa neema ni huu. Labda siku hiyo sikukuu hautakuwa na muda wa neema.
Yesu bado anatuma watu. Yesu bado anatuma wa messenger wake. Yesu bado anatuma ambassadors wake kuja kuambia watu habari za kweli za uzima wa milele, ili watu warekebike na kuacha dhambi zao, watu warekebike na kutubu, watu warekebike na kumfuata Yesu Kristo wa kweli. Maana kuna Yesu Kristo wa uongo, tutamsikia hapo chini. Haleluya. Maana ukingojea siku hiyo, siku hiyo ya mateso, siku hiyo ya hukumu, utakwenda kusaga meno, maana tutakuwa utaikosa. Na sababu mateso mengi, hata wewe utakubali unipige chapa. Ili kwa siku moja na watch video namna gani wanapiga hizo chapa. Hawakuli na kashei ya kawaida wanakubandika. Ni chuma ambayo iko moto. Ni chuma ya moto. Afu nikaona ambao wanashikilia ni wanawake. Falme za giza wanawake. Malaika wanawake wa kukisimu. Ndio wanakuwa na hiyo chuma ya moto. Alafu hawakuforce. Wanakubembeleza. Unakubali kupige chapa? Wanakuambia malizo. Na baada wewe unateseka sana, wanakubali unipige. Alafu wanachukua ile chuma ya moto, wanakubandia kwa uso. Huko unaungua. Puke ile namba ingie ndani ya damu, unaungua. Wala Yesu aturumie. Kumbuka na kuona ile machungu unayopata kwa ajili ya kununua tu mavi ya ndege. Wakupiga chapa kwa uso, wakupiga chapa kwa mkono, wakupiga chapa kwa mwili wako, waingize namba 666 ndani ya damu yako. Kwa nini usikubali yao kuacha dhambi zako? Kubali yao kumrudia Yesu Kristo ili uepuke namba 666. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni muda wako wa kuweza kuepuka ile namba, ikiwa tutakubali kuachana na mambo ya ulimwengu na kumfuata Yesu. Ni muda wa kuepukana zile namba. Kama unakubali tu kumuacha yule ibilisi, kumuacha shetani, kumuacha Freemasons, kuacha mambo ya uchawi na ufumu na ulozi, kuacha mambo ya kuua watu, kutesa watu wengine na kumfuata Yesu Kristo, ndipo utaepuka hiyo namba. Lakini la sivyo, namba utaepuka, utatia uso na kubandika chuma. Utaanza kuungua kwa namba, bado jehanamu. Utaanza kuungua na kuteseka kwa kupigwa tu namba 666. Bado moto wa jehanamu na kungoja. Niliona hiyo video nikaogopa. Watu wako wanapigwa ile chuma na wanalalamika. Yaani wanaungua kweli kweli. Iko wanalalamika na wao wanashikilia chuma mpaka namba iingie kwa damu yako. Unangoja nini kuamua? Unangoja nini kuachana mambo ya dunia? Unangoja nini kuachana mambo ya dunia? Kwa nini unaendelea kushikilia mambo ya giza ambapo yanakupeleka katika mateso? Kwa nini kushikilia mambo ya ulimwengu ambapo katika tanuru ya moto? Shikilia Yesu Kristo kwa suruali yako. Shikilia Yesu Kristo kwa kitenge chako. Shikilia Yesu Kristo kwa jipe yako. Ili mwambie Yesu kuachi. Sitamani kuwa na namba 666. Bwana Yesu asifiwe. Ole wale ambao hawatakwenda kupatikana majina yao kwenye kile kitabu cha hukumu. Maana hata hawa wa Freemasons wanatumia hii Biblia lakini wasomi kitabu cha Ufunuo. Fata ma Freemasons wote, hakuna ambaye anasoma kitabu cha Ufunuo. Maana pale kunakuwa uwezo wa Mungu. Tunasema mambo yao wao ya kuangamiza. Hawawezi kugusa hiyo. Hawawezi. Watakuta vingine vitabu vyote Biblia. Lakini hawagusi mwanzo na hawagusi Ufunuo. Hiyo tabu wili hawagusaki. Sababu kunakuwa siri ya kupomoa nguvu zao. Haleluya. Ukundue uangalie wa Freemasons wote. Fuata mavideo zao. Hawatasikia wanasoma kitabu cha mwanzo au wanasoma kitabu cha Ufunuo. Hawawezi. Napatia siri ya kujua Freemasons. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ni siri ya kujua Freemasons. Hiyo ni ya kwanza. Na mengine nishasema. Haleluya. Wachunguze sana.
wale video walianzaga kuhubiri kwenye walianzia, utagundua walianzaga vizuri. Walikuwa wakisomaka mwanzo hivi vitabu vile walikuwa wakisomaka mwanzo, walikuwa wanasoma Ufunuo, walikuwa wanasoma. Lakini walipoenda kujiunga na huyu mnyama wawekata connection ya kusoma vitabu. Ndio condition ya kwanza shetani anawapatiaka. Usiguse kwa hii kitabu, usiguse kwa hii kitabu. Gusa vingine vyote. Bwana Yesu aturumie. Je, uko tayari kujiunga na shetani? Je, uko tayari kujiunga na ule mnyama? Au uko tayari kujiunga na Yesu Kristo? Yesu anataka leo ujiunge na yeye ili uepuke ile namba 666. Maana itakuangamiza. Maana itakupeleka jehanamu. Utaanza kuteseka kwa kupigwa kwa chapa na baadaye unaingia katika tanuru ya moto. Wewe na shetani na ile jeshi lao lote, wote wanaandaliwa moto wa jehanamu. Biblia inasema kwamba hawana tena nafasi mbinguni, hawana tena nafasi. Nafasi yao imeshaandaliwa tayari, iko jehanamu, ambapo Mungu ameiandaa saa hizi. Lakini bado anawapatia chance ya kudanganya ulimwengu, ili kana kwamba siku ya Bwana ifike ya kuwachukua na kuweka ndani ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, tunataka kujifunza utatu wa shetani. Kama jinsi tunakuwa na utatu mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Na tunaambia utatu mtakatifu wa Mungu. Utatu mtakatifu wa Mungu, na tunaambia nao. Tunasema kwa ujasiri kama uko ndani ya Yesu na unasema kile ambacho unakifahamu. Utatu mtakatifu wa Mungu ni upi? Microphone. Utatu mtakatifu wa Mungu. Please tusaidie mtu wa media kwa microphone. Please. Utatu mtakatifu wa Mungu ni upi? Tumeokoka kweli? Tumeokoka? Utatu mtakatifu wa Mungu ni upi? Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tupige makofi ya shangwe na vigelegele. Utatu mtakatifu wa Mungu wetu wa Yesu Kristo ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hao wote watatu wako na connection moja, wako na agreement moja kwenye ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wana operate, wanafanya kazi tofauti. Tuko pamoja? Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wote wako na connection moja, wana agreement moja, lakini wana operate kazi tofauti. Na shetani na yeye sasa amekopi Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sasa akakopi wake na yeye akawaweka. Wa kwanza kwa utatu wa shetani ni drago. Huyo drago ndio anaitwa mpinga Mungu, anti-God. Ndio drago, ndio shetani wenyewe huyo, mpinga Mungu, anti-God. Upili wake anaitwa the beast, ndio yule mnyama, ndio yule mnyama ambaye tumesoma hapa, ana mapembe 10. Tumesoma hapa. Huyo ndio wa pili ambaye anaitwa Antichrist, mpinga Kristo. Na watatu anaitwa false prophets, manabii wa uongo, au huyo anaitwa anti-spirit. Kama vile tuko na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na hapo tumeona anti-God, anti-Christ and anti-spirit.
Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sasa hii hakuna Roho Mtakatifu kule, huko Roho Mtakashari. Bwana Yesu atuhurumie. Yesu anaitwa Yesu Kristo na shetani kule ana Yesu wake. Kama vile Yesu Mungu mwenyewe anaitwa Mungu kule kuzimu. Mungu wa herufi ndogo, sio herufi kubwa. Na utatu wao wa shetani ni hapo tunasema hapa ni dragon ambaye ni shetani mwenyewe, na wa pili beast hapa ni yule mnyama, na watatu ni manabii wa uongo ambao ni false prophets, ambao shetani hana uwezo. Ndio maana ametuma ma false prophets waje ulimwenguni kutangaza ufalme wake, maana pekee yake asingeliweza kudhibiti ulimwengu. Ametia nguvu za giza kwa hao manabii wa uongo ili kana kwamba waje ulimwenguni watangaze. Ukiangalia kanisa mengi ya leo ambao ni manabii wa uongo, inajaa bilioni ya watu. Nao watu wanakuwa wanasema nani awezaye kumwangusha huyu? Tumesoma pale. Nani awezaye? Nani kuna nguvu kuliko huyu? Paka wanamuita daddy. Wanamuita father. You have only one Father, Jesus. You have only one Dad, Jesus Christ of Nazareth. Why? Watu wanasumbuka na false miracles. Watu wanasumbuka na false prophecies ambazo hazikamiliki, na watu wanaendelea hapo, hawakati tamaa na hawakatiki. Why? Shetani ametumia nguvu nyingi sana kupofosha macho za ulimwengu. Shetani ametumia vitu vingi sana kupofosha taifa la wana wa Mungu. Anatuta vitu vingi sana tuambie hii ni function. Which function? Which one? We have a good function. Just come to Jesus. That's the word of God. Tunakuwa na function nzuri ambayo kuongoza namna gani ya kutembea katika utatu utakatifu wa Yesu Kristo ambao ni neno la Mungu. Wewe Yesu na shetani anakutana na yeye function zake. Anakuambia ni lazima umuone huyu nabii wangu huo ni wa kweli. Na watu wanapofoshwa macho, wanashindwa kuona. Bwana Yesu aturumie. Watu wanapofoshwa macho, shetani ametumia hao manabii wa uongo ikana kwamba wale wapofosha ulimwengu. Hao ni watu walitumwa na huyo dragon. Wametumwa na shetani ikana kwamba wache ulimwenguni kupofosha na kupotosha ulimwengu. Akitoboa macho za watu, akitia macho ya kuzimu. Anatoa macho ya Holy Spirit, anatoa macho ya kiroho ndani mwako, anatia macho ya Freemasons, anatia macho manabii wa uongo ili kana kwamba kupotosha ulimwengu. Nimesema mwanzoni technology inapanuka sana. Leo kuna kuwa system nyingi sana ambazo zinatokea ambazo ukiziangalia bibi imetokea wapi? Ukijifunza hiyo kitu, unataka kuelewa imetokea wapi. Ima social media imekuja vibaya. Social media zimekuja vibaya. Na zinaharibu watu wengi sana. Shetani ametumia njia ya kuharibu ulimwengu katika njia tofauti. Anaangalia vigundua njia moja, anakuletea njia nyingine ili tu akupate. Shetani anatumia mbinu nyingi sana. Devil. Lakini Mungu ametupatia kibali ya kusikia neno na kuweza kubadilika na kuweza kuachana mambo ya ulimwengu na kumfuata Yesu Kristo. Watu wanasahau kama wao miili yao ni hekalu la Yesu Kristo. Wanatumia miili yao kwa hali mbaya sana za ukahaba na vinginevyo. Ukisahau mwili wa Yesu Kristo ni hekalu la Yesu Kristo peke yake, sio hekalu la maovu.
watu wanatumia miili yao kwa ajili ya kumtukuza shetani, na sio wao. Tusiwalaumu. Shetani bado anawatumikisha, lakini Yesu ametutuma hapa Australia, Yesu ametutuma hapa Brisbane kuja kuwang'oa wale ambao saa hizi shetani anawatumikisha kwenye ulimwengu wa roho. Yesu ametutuma hapa Australia, ametutuma Brisbane kwa malengo kuja kung'oa zile chapa ambazo zimewekwa kwa wana wa Mungu, kuziondoa na kufuta na kuweka chapa la Yesu Kristo. Usisumbuke na mambo ya ulimwengu. Kuna vitu vingi shetani ameviandaa na anavileta kwa ajili tu ya kupofosha watu macho na kuona kama hivi vya kweli. Samahani, the focus wanasema function. Please, hiyo inasumbua watu sana katika ulimwengu. Uliona leo palipupa, uliona leo mwimbaji fulani alivaa pantalo nafikia hapa. Fashion, na wewe unaanza kununua na wewe pantalo kuenea vizuri. Unataka kuteleba na ikata kwanza, afu na kuongezea unaona suruali. Afu unaona hapa panafikia hapa unaona tembea. Fashion. Ni mbinu za shetani, anakuconnect wewe na kuzimu bila wewe kujua. Mungu amekuumbia chupi ni nguo ya ndani. Ni nguo ya ndani. Lakini wewe tukua unavaa suruali juu, chupi unatia juu ya suruali. Sio fashion. Which kind of fashion? Kama sio connection ya kuzimu, kama sio kuliconnect na ule beasts, kuona mnyama ni nini unatafuta. Hata wewe mwenyewe tunataka kuona nini navaa hapa, sifanani kwa mtu. Wewe mwenyewe tu ulicontrol kutoka nyumba yako tu ukiangalia wewe, kuna vioo ndani ya nyumba zetu. Mungu atunemesha tukapata kibali, tunapata hata kama nyumba ambayo kuna vioo kujiangalia. Before utoke ndani ya nyumba yako, wewe kwanza ujiangalie. Kwanza geuka kwanza ujiangalie huko. Utie ujiangalie hivi, ujiangalie kusura. Uangalie kama unapendeza, ukitoka hapo utamrudishia Bwana utukufu. Lakini sio wewe unaenda unavaa nguo ambazo vaa mtoto wako. Wewe mama mzima unachukua hiyo jipe unavaa na unatoka sema ni fashion. Ulimwengu uko control na shetani. Ulimwengu uko under control shetani na jeshi lake. Kwa hiyo anakuambia unavaa ni kizuri, hawatakwambia ni kibaya. Sababu wote wanajiangalia. Mungu alikupatia uzuri kwa ajili ya utukufu wake yeye. Lakini unajiangalia ukiyo sababu uko mzuri. Wewe ni angel. Hapana angel wa jina. Hapana angel wa jina. Hallelujah. Angel wa uzuri, na maanisha uzuri wa malaika wa mbinguni. Sasa wewe umepewa uzuri kama malaika wa mbinguni. Alafu ule uzuri wako pale kuutumia kwa utukufu wa Yesu, unautumia kwa utukufu wa shetani. Watu kwa mwili wako unakuwa ni business. Ambapo wewe hata mtu wa $1 kupeleka motel. Hata mtu ambaye afai anataka kupeleke. Kujivunia uzuri wako unaopeleka wapi? Mwisho wake ndani ya tanuru ya moto. Ndio maana watu wengi anakuwa anavaa hata vibaya sababu anajivunia. Anajua napita hivi nitafutia watu. Anataka kupita avutie watu. Avai manguo yake sababu ya kumtukuza Bwana, lakini anavaa manguo yake sababu ya kuvutia watu. Wala Yesu aturubie. Watamvutia mtu leo, na wewe kesho watakuvuta. Na wakikuvuta sasa wewe ni moto. Wakikuvuta wewe ni moto. Wala Yesu aturubie. Yesu ametaka niwaambie wana wa Mungu kana kwamba hawa watu watatu, huu utatu wa shetani, huu utatu wa kuzimu unafanya kazi katika ulimwengu. Huyu dragon anafanya kazi na wote watatu wana connection moja. Kama jinsi Roho wa Bwana, Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wako na connection moja, wako na agreement moja na wanafanya kazi tofauti. Vivyo hivyo na hawa watatu wa shetani na wao wana connection moja na agreement yao moja.
Ndio maana leo ukiona unapiga vita na shetani, ukiona leo unapigana vita na Freemasons, ukimshinda yeye mmoja, anaanza kuconnect na watu wawili wanabaki. Anakomba nguvu zingine kwa watu wawili ili arudie tena kutandika. Lakini akifika tena watu wengine wawili, wanataka roho wa Bwana iko juu yako, unawatandika na watarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao wanafanya kazi katika ulimwengu wa leo. Huyu Freemasons ameshaandikwa ndani ya kitabu au ndani ya database ya shetani. Kama jinsi wewe na mimi tumeandikwa ndani ya kitabu cha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani shetani iko na copy ya Yesu na yeye anafanya vile vile. Ikana kwamba watu wajue anafanya kweli, mtu wa kweli. Ndio maana hata leo Freemasons wanakuwa wanasoma Biblia, hapo watu wanajua Bwana anasoma Biblia, yeye kweli huyu. Kumbe ni false prophets. Anasoma Biblia kwa niaba ya shetani. Alafu siku ya mwisho Yesu atamwambia, mimi nilikuwa na prophesy kwa watu. Mimi nilikuwa naombea watu. Yesu atamwambia, haukuwa naombea watu kwa jina langu mimi. Ulikuwa naombea watu kwa jina ya yule beast. Jina ya yule dragon. Jina ya yule joka kuu ambaye ni shetani, sio kwa jina langu mimi. Ondoka, sikujui. Haleluya. Lakini kutangaza Yesu wa kweli, naweza kuambia karibu mwanangu, umeshinda dunia. Ukitangaza Yesu wa kweli, atakwambia karibu mwanangu, umeshinda dunia, na nakushika na kupeleka kwenye mkono wa kulia. Je, unatamani kwenda mkono wa kushoto au mkono wa kulia? Je, unatamani majina yako yaandikwe vile vitabu vya hukumu au kwa kitabu cha uzima wa milele? Na ikiwa tu unataka jina lako yaandikwe kwa kitabu cha uzima wa milele, ni lazima uachane mafunction ya ulimwengu. Lazima uachane mambo ya dunia. Mtu anapiga kofi na tia nzela na nzela unafikia huko. Unaenda wapi na manzela? Kama yakupeleke jehanamu na kupeleka wapi hizo nzela? Mwanaume naye anakwenda tena yeye masazumu kichwa. Kama unataka kwenda kuzimu ni kitu gani? Biblia inatuambia tuko mifano ya Yesu. Biblia inasema katika uumbaji tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Tunaomba Mungu aliumba mtu kwa mfano wake yeye Mungu. Mungu anatia zazumu kichwa. Bwana Yesu aturumie. Siongee juu ya mazazu leo. Ipo siku. Sababu nimekuja kutandika nguvu za giza. Haleluya. Siongee juu ya mazazu. Nishahubiri hapa kinarudilia hayo mahubiri. Ili kana kwamba watu wabadilike. Haleluya. Mungu anakuwa anasikia huzuni. Wakati walikuwa wanasema na hapa hapo kanisani na mchungaji anakuona anapiga pambio tu. Anakuwa tunakuwa vile vile anafurahia tu. Mimi sioni mchafu kama na hiyo, nitakwambia. Uchafu kama na hiyo ndani ya kanisa ndio Church of God National Ministries. Haipo, nitakwambia. Nitabaki na watu wawili watatu kinikwambia ukweli. Nataka roho yako iokoke. Nataka siku moja uone Yesu Kristo. Nataka siku moja ukae meza moja na Bwana wetu Yesu Kristo, tukila matunda ya uzima wa milele. Sitamani siku moja upoteze kuna tunda na Yesu Kristo. Natamani siku moja ukae na baba yangu Yesu Kristo ukisema, Baba tunashare mkate wa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni hakuna kusikia njaa, kuna kuwa furaha ya milele. Jambo la tatu na la mwisho. Ni wanani sasa ambao wamewekewa kuweza kushinda siku hiyo, nyakati za mwisho, siku hiyo ya ziki kuu? Ninakwenda kumaliza. It's up to you. Ni kwako wewe kuamua. Je, wewe ni moto au baridi? Je, unakwenda wapi na maisha yako? Je, unakwenda wapi na ulimwengu huu? Yesu ametaka nikuambie tu, wale ambao watashinda siku hiyo, wale ambao watashinda ziki hiyo, ni wale tu ambao watakubali kuwa ndani ya Kristo Yesu. Ni vizuri uanze safari yako vizuri ndani ya Yesu Kristo na umalize vizuri ukiwa ndani ya Yesu.
Yesu amesema kwamba yeye atakuja kama vile mwizi. Hakuna atakayejua siku wala saa. Labda leo ndio siku yako ya Yesu kuja kwako. Uko namna gani na Yesu? Umejiandaa namna gani na Yesu Kristo? Umejiandaa namna gani maisha yako na Yesu? Labda leo ndio siku yako, Mungu amesema nakuja kwako. Sasa wewe umejiandaa je na Yesu? Je, wewe uko na Yesu wako siku ya leo? Wale ambao watakubali tu kuwa ndani ya Yesu, kuacha maisha yao ndani ya Yesu, ni hao watashinda ziki kuu. Biblia inaniambia siku ile malaika watakuwa mbinguni, wale wateule wa Yesu. Alafu watamuuliza Yesu, mbona umekawia kuja? Wale ambao wako ndani ya Yesu watamwambia Yesu, mbona umekawia kuja? Yesu atawajibu, bado tunasubiria wale wengine ambao wataokolewa kwa neema siku ya ziki kuu. Yesu atajibu, tunasubiria wale wa ndugu zenu, kaka yako, dada yako, ambao wanakwenda kuokolewa siku ile ya ziki kuu. Ni watu gani hao? Ambao wataambiwa tukupike 666, wanasema mimi siwezi, afadhali muniue, wanakata mkono. Tukupige chapa ili upate kupata chakula, mimi siwezi, wanakata mkono mwingine, unabaki kilema mikono miwili. Tukupiga chapa, mimi siwezi, wanakata mguu, huko nateseka na huko mzima. Biblia inasema mateso ambayo haijawahi kuonekana toka ulimwengu uumbwe itakuwa siku hiyo. Je, unasubiria siku hiyo pia katika mateso hayo? Ni muda wako wa kuamua. Ni muda wako wa kudecide. Jina lako liandikwe kwenye kile kitabu cha uzima wa milele. Ni hao tu ambao watashinda sikio. Wale ambao watakuwa ndani ya Yesu Kristo, wakikubali kukata mikono, kukata miguu, kuuawa kwa ajili ya Yesu Kristo, ni wale ambao watakwenda kushinda sikio. Je, uko wapi? Je, uko tayari kufa kwa ajili ya Yesu? Je, uko tayari kuteswa kwa ajili ya Kristo Yesu? Je, uko tayari jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele? Je, uko tayari kuongozwa na utatu wa shetani? Maana hiyo siku hao watu watatu watakuwa wanafanya kazi iliyo kuu. Anakuambia huyu mnyama wa kwanza itakuwa ni mataifa wa ulimwengu, yaani ni Romans, Empire Romain. Ndio tasimama kupambana vita. Ndio beast wa kwanza, ndio anasema pale ametoka ndani ya bahari. Ndio huyo beast wa kwanza itakuwa ni Empire Romain. Itakuwa ni mataifa ulimwengu, itakuwa ni Misri. Wanasema ni Misri. Ni Misri ndio tasimama siku hiyo na zingine nchi kuweza kupambana wa Kristo. Je, leo havipo? Je, leo wale watu hawapambana wa Kristo siku ya leo? Sivipo? Leo hao watu wa giza hawapambani na wa Kristo siku ya leo. Na bado tutafikia, bado ndio tunaanza kwenda katika ziki kuu. Bado tunaanza, lakini ukiangalia mateso yuko ndani ya wana wa Mungu ni mengi. Na bado ndio mwanzo, atafikia siku ya ziki kuu. Je, wewe maisha yako na Yesu unaiweka wapi? Wewe na Yesu unaweka maisha yako wapi? Huyo mnyama ambaye anakuja, ninakwambia kana kwamba kama haujakaa ndani ya Yesu vizuri, hata wewe Yesu utamuacha sababu mateso. Sababu ya shida, hata Yesu utamuacha. Je, leo watu wamwachi Yesu sababu ya pesa? Je, leo watu wamkani Yesu? Watu walikuwa Afrika wakiomba 24/7. Lakini wanafika Australia leo kibiriti kimezimika. Ile kibiriti ya moto ya Afrika imeenda wapi? Kibiriti ya kazi ya Mungu ambayo tumetoka nayo Afrika imeenda wapi? Ulikuwa mwimbaji maarufu sana Afrika, kufika Australia ile kibiriti ya uimbaji imeenda wapi? Hata kale ka flash ka moto ndani mwako tena hamuna. Ulikuwa mhubiri, ulikuwa mtumishi wa Mungu Afrika, unafika Australia ile flash ya utumishi imeenda wapi?
Bwana Yesu aturumie. Bwana Yesu aturumie. Tunakuja kukumbwa na mambo ya ulimwengu. Tunakumbwa na mambo ya maisha ya Australia. Aseme I'm busy, you are busy. Kuwa busy na Yesu. Uwe busy na Yesu. Niwaambie kitu. Namaliza. Kazini kwangu watu walikuwa wananielewa tofauti. Lakini nimeshtuka jana. Niko nafanya kazi supervisor ambaye yeye anaona mimi niko wapi watu pale kwa kazi. Jumie mtu akiingia asema mtii pamoja na mimi fosi moja, hatoki bila neno. Na hapo natembea business kitu mfuko yangu ya kazi. Niko naanza business kazi ya kanisa. Sijatai mgari yangu hapa mfuko. Nikikuwa wakasema wewe unatumika na ule. Unafika pale, tunatumika wala kuachilia, tunafanya kazi na tutafika mwisho wa kazi. Naangusha neno. Na sikuachi bure, yes kazi kwa mkono. Sasa washaka jua huyu mtu iko tu hivyo. Sometimes tena hata niwe na kazi ya mingi tena mtu mwingine. Ndio anajua akitia mtu pale atatoka na neno. Ndio anaambia naka wazungu afika kisiri. Sasa jana nikashtuka ananiita aseme pastor. Nikamwangalia, nikamwambia I am. Akacheka. Mwingine akaniambia, wewe sura yako siku zote kama tunakuja kucheka cheka tu kufurahi furahi. Nikamwambia as usual. Hallelujah. So, wewe ndani ya kanisa, ndani ya kazi yako, mahali pote unapita, hata watu wakujua kwa mtu akufurahi furahi ndani ya Yesu. Hapana mtu akufuata utakuwa pissed. Utakuwa ule mnyama, sababu mnyama angeona furahi. Fikiria pale usilima ukione. Nikasura mbaya tu. Usikuwe pissed ndani ya maisha yako. Uwe mtu akutabasamu. Uwe mtu akufurahi. Kwa hiyo kuona waseme wewe kama furahi tu. Hapana mtu akufunga sio. Sasa yote tu wewe ufunga sio. Sio itakamatana inakuwa kibugani. Bwana Yesu aturumie. Acha identity yako ijulikane mahali pote unakwenda. Acha identity yako mahali pote upo wakujua wewe ni mtu fulani. Sasa niambia manager na kitu fulani nifanye hivi na hivi via ministry. Hakukataa pale akaniambia go ahead. Sababu alijua. Bwana asifiwe. Ni hiyo tunataka Yesu akuweke wewe na mimi katika connection ya mbinguni. Ili kana kwamba ziki kuu ikifika, identity yako inajulikana, huyu mtu ni wa Yesu. Namba yako hiyo moja, zile namba ambazo zimeandikwa 144,000 ndio namba Biblia imeandika. Mwazi zile namba zile 144,000 people ambao Biblia imeandikwa na wewe uwemo ndani. Watu Biblia imeandika ni watu 144,000 144,000 hao ndio majina yameandikwa ambao yameshaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na wewe pigana vita sasa, bila majina yako iwepo ndani. Je, ulimwengu mzima mnao ndio namba ndiko tu. Ni wengi zaidi, lakini hao wameshaandikwa. Na wewe jina lako utafuta liandikwe hapo. Pigana vita, simama kwa zamu. Ukiweza kupigana ndani ya Yesu Kristo, jina lako liandikwe ndani ya hiyo namba 144,000. Tusimame. Yesu Kristo ametaka wewe na mimi leo tuepuke ziki kuu. Yesu ametaka wewe na mimi leo majina yetu yaende kuandikwa mvile vitabu. Mvile kitabu cha uzima samahani. Yesu anataka hawa mabisi, ili mipango ya shetani ambazo zimeandaliwa zisitupate katika ulimwengu wetu wa roho. Mungu anataka jina lako wewe na mimi liandikwe. Yesu anataka maisha yako yawe ndani yake yeye, naye awe ndani mwako. Tutakwenda kumwambia Yesu atusamehe kwa yote ambao tunayatenda katika maisha yetu ya kiroho hata pia ya kimwili, na turejeshe mara tena, tusifikie zikikuu ya kupigwa ile chapa ya 666. Maana siku hiyo ni siku ya hukumu sana, ni siku ya taabu, ambapo wewe ukifikia siku hiyo ukipigwa ile chapa hautaweza tena kurudia kwa Yesu tena, utakuwa umeenda jehanamu.
Lakini kama uko ndani ya Yesu Kristo, utakubali ukate mkono, ukate mguu kwa ajili ya Yesu. Ndio wale wanakolewa kwa neema. Ndio wale ambao Yesu anasema tuwasubirie na hao, maana siku hiyo itakuwepo na watu wa Mungu watapigwa, watauawa. Kubali kufa kwa ajili ya Yesu. Tutarudia baada yangu. Tumwambie Bwana Yesu Kristo, ni mbele ya uso wako, nakuja mbele yako, nahitaji Bwana unisamehe, nahitaji Yesu unisafishe, nahitaji Yesu unioshe. Damu yako ya thamani isafishe dhambi zangu, isafishe maovu yangu, isafishe makosa yangu ambayo nimeyatenda kwa kujua na kwa kutokujua. Hata majina yangu yaandikwe Bwana kwenye kitabu chako cha uzima wa milele. Baba yangu, sitamani kufikia wakati huo wa ziki kuu ambapo wanawake watateseka na kupata chapa ya 666. Natamani chapa hiyo kuvutwa katika maisha yangu, ili Bwana chapa la Yesu Kristo iandikwe kwenye uso wangu na kwenye moyo wangu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kupiga makofi kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Tukae chini. Jina la Bwana libarikiwe.